Karibu katika somo la leo la mfumo wa Kutoka hadi Ufunuo, kipindi cha 38. Leo tunasoma kutoka sura ya 17 aya 1 hadi 16, tunapoona Israeli katika jangwa la Sin wakikabiliwa na kiu na vita. Tutaona jinsi Mungu alivyotoa maji kutoka mwambani na jinsi Yoshua alivyoshinda Waamaleki kwa nguvu ya mikono ya Musa iliyoinuliwa. Haya ni mazao ya mafunzo makuu kuhusu maombi, uongozi na uwazi wa Mungu. Tuanze kwa kusoma neno la Mungu. Biblia inasema, basi jamii yote ya wana wa Israeli ikaondoka jangwani mwa Sin, wakisafiri kwa safari zao, kwa mujibu wa amri ya Bwana, wakapiga kambi huko Refidimu, lakini hapakuwepo maji ya watu kunywa. Hivyo watu wakabishana na Musa wakasema, tupe maji tunywe. Naye Musa akawaambia, kwa nini mnabishana nami? Kwa nini mnamjaribu Bwana? Lakini watu wakawa na kiu kuu ya maji huko, wakamlalamikia Musa wakasema, kwa nini ulituongoza kutoka Misri, ili utuue sisi na watoto wetu na mifugo yetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akasema, nitawafanyia nini watu hawa? Kidogo tu na watanipiga kwa mawe. Mungu akamwambia Musa, pita mbele ya watu, nawe utaupiga mwamba, nayo maji yatatoka ndani yake. Hebu tuzame maelezo yanayosahaulika katika hadithi hii. Kwanza, Musa hakupiga mwamba peke yake, aliwachukua wazee wa Israeli wawe mashahidi. Hii haikuwa kwa msaada wa kiufundi, bali kwa ushahidi wa kizazi kinachokuja. Pili, aya ya 6 inasema Mungu alisimama juu ya mwamba kabla ya kupigwa. Hii ni ya ajabu. Mungu mwenyewe alikabili hukumu ambayo ingehitajika ili maji yatoke. Tatu, mahali hapa pakaitwa Masa na Meriba, yaani kujaribu na kukosana. Israeli hawakujaribu tu Mungu, walimkosea. 4, wakati Musa alipigana na Waamaleki, mikono yake ilipochelewa, vita vilikuwa vinashindwa. Hii inaonyesha umuhimu wa maombi ya mfululizo. Mabadiliko makuu ya kiteolojia hapa ni matatu. Kwanza, Israeli walipaswa kujifunza kutoka kujaribu Mungu hadi kumwamini. Walimuuliza Mungu, je, Bwana yupo miongoni mwetu au la? Hii ilikuwa swali la kutisha baada ya kuona ishara nyingi za Misri. Pili, tunaona mabadiliko kutoka maombi ya kibinafsi hadi ya kijamii. Musa hakuweza kuomba peke yake dhidi ya Waamaleki, alihitaji Haruni na Huri kumsaidia. Tatu, baada ya kupokea baraka ya maji, Israeli walilazimika kupigana vita. Mungu hakuwakomboa ili wapumzike tu, bali ili wapigane mapambano ya imani. Wanyamapori wa jangwani walishuhudia matukio haya ya ajabu. Nimeona mengi kutoka angani, lakini hiki ni cha ajabu. Mwamba ukitoa maji kama chemchemi. Israeli wanalalamika hata baada ya kuona miujiza ya Misri. Hawajui jinsi walivyobarikiwa. Lakini angalia, wakati Musa alipoinua mikono, Israeli walishinda. Wakati alipoichelelesha, walishindwa. Maombi yana nguvu. Ndiyo, na Haruni na Huri walimtegemeza. Hata viongozi wana haja ya msaada wa wengine katika maombi. Mungu alitoa maji kutoka mwambani, lakini pia aliwaongoza vitani. Baraka na mapambano vyote ni sehemu ya maisha ya imani. Somo hili lina matumizi makuu katika maisha yetu. Kwanza, kama Musa alivyohitaji msaada wa Haruni na Huri, sisi pia tunahitaji ndugu wetu katika maombi. Kutoka saa 17 na madakika 16 inasema mkono upo juu ya kiti cha enzi cha Bwana. Hii ndiyo dhamira ya msingi wa mfumo huu wa masomo. Tunahitaji maombi ya kufufuliza na kuunga mkono. Pili, Mungu anajibu mahitaji yetu ya kimwili na kiroho, lakini pia anatutayarisha kwa mapambano. Baada ya maji kutoka mwambani, Waamaleki walikuja. Tatu, uvumilivu katika maombi ni muhimu. Mikono ya maombi isichelelewe. Kama Paulo alivyoandika, Roho pia anatuunga mkono katika udhaifu wetu. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa mfano wa Musa, Haruni na Huri. Tufundishe kuungana katika maombi, kuvumilia katika mapambano na kuamini uwazi wako hata katika jangwa. Katika jina la Yesu, amen. Tupatane kipindi kijacho tunapoangalia vita dhidi ya Waamaleki kwa undani zaidi. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.